wakufunzi watawaeleza mambo mengi, lakini mimi nayo machache ambayo ndio msingi hasa, na mimi ndio nitakayoongea kimsingi yamejikita kwenye falsafa ya Mwenge wa Uhuru, na hapa tunafanya urejeshaji wa falsafa ya Mwenge wa Uhuru ambao Mwalimu Nyerere alisema sisi Watanganyika tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, ulete matumaini ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali ambapo pamejaa chuki, ulete heshima mahali ambapo pamejaa dharau. Akasema uwashe mwenge ule, umulike ndani na nje ya mipaka yetu. Ukiangalia ile falsafa ndio unaweza kaja kupata kauli mbiu za kudumu za Mwenge wa Uhuru. Kauli mbiu za Mwenge wa Uhuru, ukichukua hata kauli mbiu 5: mapambano dhidi ya rushwa, rushwa inaondoa heshima, dharau sio, mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Tunapoteza nguvu kazi kubwa kwa sababu ya madawa ya, wengi wako kwenye uraibu wa madawa ya kulevya. Lishe, mapambano dhidi ya udumavu ambao Njombe sisi ndio tunapambana naye. Tukaja na kauli mbiu na sisi nyingi ndani ya mapambano dhidi ya udumavu. Swala zima la lishe, tukasema lishe ya mwanao mafanikio ya sisi kwa Njombe, sio kujaza tumbo, si lishe jali unacho. Nasema mtoto wako lazima umlishe chakula ambacho kinastahili, na kauli mbiu kujaza tumbo si lishe ilikuwepo kwenye kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru ulio 2025. Hizi ni jumbe za kudumu. Malaria, mapambano dhidi ya malaria. Tunashukuru Mungu Njombe malaria tuna wastani wa 0, lakini kuna maeneo mengine watu wanapoteza maisha, baba au mama na mtoto wanapoteza maisha. Huo ndio mustakabali wa kesho. Kama mama anapoteza maisha, mtoto anapoteza maisha kwa sababu ya nini? Ya malaria. Ndio serikali ikaja na ugawaji wa vyandarua bure kwa wananchi, inagawa bure kwa wananchi. Maambukizi ya HIV na virusi vya ukimwi yanatugusa pia sisi vijana. Vijana maji ya moto sio, vijana damu inachemka sio. HIV inaweza kupoza kuchemka kwa damu, lakini serikali ikaja na mkakati wa kutumia dawa za kufubaza maambukizi virusi vya ukimwi. Hizi ni kauli mbiu za kudumu. Sasa hapa leo umekusanyika, lengo kubwa ni kujenga na kuimarisha uzalendo wetu kama Watanzania, na ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta nini? Maendeleo. Tunashikamanaje kama hakuna upendo? Kwa maana kuna kwenye falsafa ya Mwenge wa Uhuru anasema kuleta upendo mahali palipo ambapo hakuna upendo. Upendo kama hakuna upendo, hakuna kushikamana. Ina maana kutakuwa na vurugu, ina maana kutakuwa na kuvutana, ina maana kutakuwa na mgogoro, kutakuwa na misukosuko. Jamii haiwezi kukaa pamoja. Kama jamii haiwezi kukaa pamoja, maana yake ni kwamba haiwezi
kushiriki hata shughuli za kiuchumi, haitaweza, kwa sababu watakuwa wako bize na migogoro, watakuwa wako bize na misuguano iliyoko pale. Watasahau kabisa kwamba kuna kuzalisha. Kumbe nitakiwa niende shambani nikalime nizalishe nipate chakula. Kumbe nitakiwa niende dukani nikafanye biashara nipate fedha. Haitakuwepo kwa sababu upendo umepotea. Hata ninyi wa Kristo mnasema upendo usitiri wingi wa dhambi, sio? Ndio pale mnapoweza kuchukuliana. Palipo na upendo, hata mwenzako unaweza kumwambia bwana, lakini nimekosea, tuache bwana, hebu yaache. Hakuna kwenye mgogoro hicho kitu, hakuna. Unaweza mkakimbiana, hata vijana unaweza mkimbia, unamkimbia kijana mwenzako. Sasa ikishatokea hivyo, piga picha, kutakuwa na taifa, tutakuwa wakimbizi. Mwaka mmoja nilishiriki kwenye utafiti wa kwenda kwenye makambi ya wakimbizi. Nikatembelea makambi mengine hapo Mitumba, mengine hapo Mishamo. Huko nikakuta Warundi wengi wamejaa, wengine wameoa, wengine wana watoto. Lakini wale watoto hata wakati mwingine kupata elimu ambayo wanastahili, wale watoto hawezi kupata. Lakini hata kupata ajira hapa, kwa sababu wako kwenye nchi nyingine, hawezi kupata ajira. Hawezi. Wengine walikimbia wakiwa vijana, lakini sasa walikuwa wameshakuwa wazee. Kwa sababu wengine waliingia hapa miaka ya 72, hatujazaliwa, hata mimi sijazaliwa. Lakini wamezaa, wako kwenye makambi ya wakimbizi. Wamezeeka wengine. Wengine wanajiuliza, tutakiwa turudi kwenye nchi yetu. Warudi sasa kwenye nchi waliokotoka. Mwingine anasema bora nikae hapa tu, nisubirie siku yangu ya kuondoka duniani. Anaogopa. Mwingine anakusimulia, nilikoswa. Ni kwa sababu ya watu wachache kukosa uzalendo. Uzalendo pia unajengwa. Uzalendo pia unafundishwa. Uzalendo pia unahubiriwa. Uzalendo pia ni imani. Ikikosekana imani, chembe ya uzalendo ndani ya moyo wako, ni ngumu sana. Unaweza kutukana hata watu. Unaweza kutukana hata wazazi. Uzalendo unatuhimiza sisi kukaa kwa pamoja badala ya kugawanyika, kutawanyika. Kwa hiyo kama hakuna uzalendo, kutakuwa na ubaguzi, kutakuwa na umimi, kutakuwa na kutwezana. Na kutakuwa hakuna heshima. Lakini kama utakuwepo, ukaenziwa, ukarithishwa, utakuwa umetengeneza msingi mzuri wa nchi yako. Leo tunasema vijana, lakini siku moja utaitwa mzee. Mtoto wako unamwachaje? Unataka umwache akiwa barabarani, au umwache akiwa amekaa anafanya uzalishaji, analeta maendeleo kwa ajili ya nchi yake? Au utamwacha akiwa tayari kwa ajili ya kupigania, kuipambania nchi yake? Kwa sababu kwa sasa uzalendo unapokosekana, tunakuwa rahisi sasa kurithishwa vitu ambavyo ni nje ya mipaka yetu. Tunavipokea vitu vinavyotoka nje ya mipaka yetu. Na sisi tulisema tunawacha mwenge umriki ndani ya nchi yetu na nje ya mipaka. Kama kuna giza linataka kuingia kwetu, tunalimulika, wasema hili ni giza, hili litakuja kutufunika, lisiingie. Unalizuia huko. Lakini kwa sasa ni hatari. Jana nilikuwa naangalia kwenye mtandao mmoja, nikaona kijana mmoja amepigwa, amefariki.
kwa sababu alikuwa na mlawiti mtoto. Nilikuwa naangalia kwenye clip moja. Sasa hebu angalia, yale tusiamulike, lazima tuamulike, sio? Lakini wale watu wanapokuja kukuletea mambo haya kwa sababu ya kukosa uzalendo, wanaweza kukuletea mpaka pesa. Wananunua utu wako na wanaununua utu wa Watanzania na wananunua utu wa jamii ya Watanzania. Uzalendo ni utu. Kwa hiyo kipekee sana mimi nawashukuru sana kwa maandalizi haya ambayo yanaendelea. Nimefurahi sana. Nimeona vijana wengi, imenipa morali, imenichangamsha. Lakini nilipata muda nitarudi, lakini leo tuna ratiba ngumu na wenzangu. Sababu asili tunamalizia hapa Njombe mjini, tunaenda Lupembe, Njombe DC. Natoka hapo naenda Makambako, wezeze kwa usiku sana. Lakini nawatakieni kongamano jema. Jisikieni ninyi ni Watanzania. Jisikie kabisa kwa dhati ya moyo wako, mimi ni Mtanzania. Nimezaliwa Tanzania. Nitafia Tanzania. Sina nchi nyingine. Jisikie fahari sana kuitwa mtoto wa Tanzania. Na jisikie fahari sana kuitwa mtoto wa Njombe Mbeya. Usidharau mila. Usidharau mila. Wala usidharau waliokutangulia. Baraka wakati mwingine zinatoka kwa watu waliokuzaa. Na aliyekuzaa sio baba yako na mama yako tu. Yoyote anayekuzidi umri na umri sawa na baba yako ni mzazi wako. Ukishafanya hapo, tumeujenga msingi mzuri wa kizalendo, tunajenga msingi mzuri wa amani, tunaujenga msingi mzuri wa haki katika maeneo yetu. Vijana 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 raha. Vijana vijana raha. Asanteni, Mungu awabariki.